Chernobyl, usiku usioisha. Usiku wa tarehe 25 Aprili 1986, jaribio lilipangwa katika mtambo namba 4 wa Chernobyl ili kuchunguza mifumo ya usalama kwa lengo la kuthibitisha kwa muda gani mzunguko wa turbine ungeweza kuendelea kutoa nguvu hata wakati wa kukatika kwa umeme. Mafundi na wasimamizi waliokuwapo eneo hilo waliliona kama utaratibu au kawaida ambao ungemalizika haraka, na kwa sababu majaribio yanayofanana yalikuwa yamewahi kufanywa hapo awali, kulikuwa na hali ya kuamini kwamba haliwezi kuwa tatizo kubwa. Lakini hakuna aliyeweza hata kufikiria kwamba jaribio hili lingeweza kusababisha ajali mbaya zaidi ya kituo cha nguvu za nyuklia katika historia ya wanadamu. Usiku huo ulivaa sura ya kazi ya kawaida, lakini kwa kweli ulikuwa usiku ambao mlango wa maafa ulikuwa unafunguka kimya kimya. Jaribio lilipoendelea, matatizo yasiyotarajiwa yalianza kujitokeza, lakini waliokuwa na jukumu waliamua kuendelea mbele, na kanuni za usalama pamoja na taratibu za kawaida zikaanza kupuuzwa moja baada ya nyingine. Nguvu za mtambo zilishuka mbali sana nje ya kiwango cha kawaida na kufikia kiwango cha hatari sana. Vifaa vya chumba cha udhibiti vilitetemeka bila utulivu, na kengele za onyo zililia tena na tena. Lakini jaribio halikusimamishwa, na huku uamuzi wa kidogo tu zaidi ukiendelea kujikusanya, maamuzi yaliyoongeza mgogoro juu ya mgogoro yaliendelea. Mtambo huo ulikuwa ukiteleza zaidi na zaidi kuelekea hali isiyoweza kudhibitiwa, ukisogea katika mwelekeo ambao usingeweza tena kujizuia wenyewe. Saa 1:23 usiku wa kuamkia tarehe 26 Aprili 1986, mmenyuko wa haraka wa mfululizo ulianza ndani ya mtambo, na kadiri shinikizo na joto vilivyoongezeka nje ya udhibiti, hata vifaa vilivyokuwa kawaida vikifanya kazi kama mifumo ya usalama havikuweza tena kuitikia ipasavyo. Valvu na mifumo ya udhibiti ilishindwa kufanya kazi, na ingawa kitufe cha kusimamisha dharura kilibonyezwa, tayari ilikuwa ni kuchelewa mno. Kisha, kwa mwangaza mkali wa kupofusha, mlipuko mkubwa utotokea. Hii haikuwa tu ajali, bali ilikuwa ni wakati ambao dunia ilikabiliana na maneno maafa ya nyuklia kama ukweli halisi.